Jamani, karibuni, ninawaalika sana. Hii ni Talk to Diaspora, program unaitazama Experience of Life Abroad. Hapa ninawaalika watu mbalimbali wanakuja kushare uzoefu wa maisha yao ughaibuni. Of course, mwaka mpya, mambo mapya, na nimerudi na mgeni tena, kijana kutoka Afrika Mashariki. Mengi atatufahamisha humu ndani, nisikumalizie uhondo. Asante ambaye umejiunga nasi, ni kuombe tu usisahau kuambia wengine pia waje kutazama show, kwa sababu vijana ninawapa nafasi ya kuweza kuyajua mawili matatu yanayoendelea kwenye mataifa mengine ulimwenguni. Sawa, Dr. Diaspora, tunaongea na watu kutoka mataifa mbalimbali. Nimetaja leo na mgeni kijana tayari hapo, jezi inajionyesha ni kutoka Tanzania kama sijakosea. Naona umeamua kuwakilisha hapo kwa upande wa kivazi. Niambie, unaita nani kwa majina kamili? Yamkini mwingine anakutazama hapa anajiuliza ni yeye, hebu mthibitishie. Alafu uko wapi kwa sasa? Naam, asante sana kwa kunialika leo kuwa na wewe katika show hii ya Diaspora Talk Show. Kwa majina naitwa Ahmed Abubakar, ni Mtanzania, mzaliwa Dar es Salaam. Kwa sasa niko nchini Urusi, Russian Federation, ni mwanafunzi wa udaktari na pia ni mkurugenzi wa kampuni ya kusafirisha wanafunzi kuja kusoma nje ambayo inaitwa Wanderlust Whispers Education Link Tanzania. Okay. Hongera. Unawezaje kumanage masomo na ukizingatia barani Ulaya masomo si jambo jepesi? Unawezaje kufanya kazi zako na kusoma wakati huo huo? Ni kweli. Hususan nchini Urusi ratiba ya kusoma medicine ni ngumu, sababu most of the time vipindi huwa vinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Lakini tuna njia nzuri ya kushirikiana na vijana makini ambao wako Tanzania. Wao kwa asilimia kubwa ndo wanaiongoza kampuni, mimi nabakia tu kama mkurugenzi. Kwa percent wao ndio watendaji ambao wako nchini Tanzania. Aha. Na kabla sijaenda zaidi kwenye safari ya maisha yako kutoka, nafahamu umekuja kusoma, nataka nipitishe hapo kidogo. Naamini kuna vijana wengine wanatuangalia wanatamani na wenyewe kusoma nje ya nchi. Ni nchi zipi hasa ambazo unawasaidia vijana wa kwenda kusoma, na ni vijana kutoka nchi zipi na zipi? Wote Afrika ama kuna nchi specific na kuna mataifa specific unawalinki nayo, na kuna kozi specific ama jumla jamala? Okay, safi. Na kwa sasa tuna partnership na nchi 10 ambazo ziko barani Ulaya, ila asilimia kubwa wanafunzi wengi wa Kitanzania tunawapeleka nchini Cyprus, tunawapeleka nchini Uturuki na hapa Urusi, ambapo gharama ya masomo ni nafuu na pia wanafunzi wanaweza kupata fursa kwa kutumia lugha adhimu ya Kiingereza ambayo tunaifahamu wengi kutoka Tanzania. Lakini pia kwa wale wanafunzi ambao uwezo wao uko vizuri tunawapeleka UK, tunawapeleka Canada pamoja na Marekani kwa hapo nyuma. Na ni wanafunzi wa kozi zote za vyuo ama kuna labda michepuo tu ya sayansi ama hesabu ama arts peke yake ambao wanaweza kuomba nafasi hizo za kuunganishwa kusoma nje ya nchi? Wanafunzi wote wanapata fursa imradi tu wawe na vigezo vile ambavyo vinahitajika kwa matakwa ya TCU nchini Tanzania na kwa matakwa husika katika nchi husika. Kama amekidhi vigezo na kwa programu ambayo anahitaji, basi tunamtafutia chuo, anapata chuo na kuweza kufika, whether kwa self sponsorship ama kwa scholarship inawezekana. Na gharama zikoje? Gharama inategemea na package, ambapo mteja akija kwetu kama kampuni tutazungumza naye kwa package, lakini package ni nafuu, kila Mtanzania ana afford, kwa sababu target yetu nzima, kama sisi tumeweza kutoka kuja huku kwa ajili ya masomo, basi tusifanye ugumu kwa Mtanzania ambaye anahitaji kuipata elimu bora lakini anashindwa kufikia malengo yake. Akija kwetu, cha kwanza hatujali fedha yake, cha kwanza tunajali kumsaidia. Tutazungumza naye, kama anakidhi vigezo vya kuja nchi yoyote anayoitaka, tutampa ushauri yakinifu, then yeye mwenyewe ndio mwenye kufanya maamuzi whether atakuja ama ataendelea na mambo yake binafsi, kwa sababu kuna scholarship nyingine sio lazima sisi tukuunganishe. Ni wewe mwenyewe unaweza ukafollow kwenye link, ukajaza taarifa zako, then ukaweza kuipata hiyo scholarship. Kuna vyuo ambavyo vinahitaji agent katikati, vinataka ufanye application kwenye website zao moja kwa moja, then utaratibu wote uko straightforward. Kwa mwanafunzi akija kwetu tunazungumza naye, tunampa ushauri yakinifu, then anahitaji kupata msaada wetu,
basi hapo ndo kuingilia makubaliano ya ndani. Sawa. Kwa hiyo na swali jingine hapo nataka nilichomeke. Kuna baadhi ya wazazi wanaweza wakaja wakataka usaidie watoto wao wapate hizo vyuo na kwenda huko kusoma, lakini labda mtoto anafika, unajua unapoenda nchi za nje ugenini, huna ndugu, una nini, yamkini wakati mwingine maisha yanakuwa magumu kwa sababu hujui wapi uingie, wapi uanzie. Ni mwanafunzi ndio kwanza umeingia. Sasa swali langu linakuja kwako ni kwamba ni kwa namna gani, kwanza nataka kujua mnawafuatilia wale wanafunzi ambao mmewalink up na chuo, ama mkishawaunganisha inabidi wapambane na hali zao, hata kama watakutana labda mazingira ya chuo si rafiki kwake ama hayuko comfortable na chuo alichokipata, ninyi mnacheza nafasi gani baada ya kumuunganisha ili kuwapa amani wazazi ama watambue kuwa mkitukabidhi hapa ndipo tunapoishia? Okay. Kwanza kabisa mwanafunzi anapokuja kwetu tunaingia makubaliano na mzazi, ambaye mzazi hapa anasimama kama ndio main sponsorship kwa huyu mwanafunzi. Hilo la kwanza. Kwa makubaliano yote yana base katika sehemu tatu: kwetu sisi kama agents, kwa mzazi pamoja na mwanafunzi. Tunasikiliza mawazo ya mzazi, tunasikiliza mawazo ya mwanafunzi. Kwa pamoja sisi tunawapa direction kutokana na maelezo yao. Tunafanya counseling kutokana na kile ambacho wanakihitaji. Then tukifikia hatua ya kuchagua nchi pamoja na chuo husika na gharama zote ambazo zipo ndani ya hicho chuo, mwanafunzi sasa anakuwa ni mteja wetu rasmi. Na huyu mwanafunzi anakuwa chini ya uangalizi wetu mpaka baada ya miezi 6 akiondoka nchini Tanzania. Kwa maana hiyo kipindi cha miezi 6 ya kwanza akiwa katika nchi X, huyu mwanafunzi kwa tukimfuatilia kujua mwenendo wake wa kimasomo, mwenendo wake wa kiafya na kimazingira, kwa sababu changamoto kubwa wanafunzi ambao wanaipata wa Kitanzania wakija nje ni ile cultural turning over. The way anapobadilisha mazingira ya nyumbani, taratibu za nyumbani, kuanza kuadapt mazingira ya nchi nyingine, huwa ni changamoto kubwa. Kwa hii miezi 6 ya karibu tunakuwa naye karibu kumfuatilia kuona progression yake inaendeleaje, ameachieve nini kwa kipindi hichi, mpaka pale ambapo tunamwona mwanafunzi ameshakuwa stable sasa anaweza akasimama. Hapa ndipo tunapofunga mkataba wetu rasmi na kumwacha aendelee na maisha yake. Lakini kwa wakati wowote ule ambapo anakuwa na changamoto, simu zetu ziko wazi kuweza kusaidiana moja kwa moja. Okay. Hongera sana. Na je, kwa upande wa academic records zinatakiwa ziwaje? Inawezekana kuna mtu mwingine ana uwezo, anatamani kwenda kusoma nje, lakini labda marks zake haziqualify kwenye vyuo mnavyomuunganisha. Mnataka watu wenye GPA za juu ama mtu yeyote ana diploma yake anataka bachelor akaifanye nje ya nchi anaruhusiwa, ama mnachukua masters? Michepuo kwa viwango vipi na marks zipi hasa mtu anatakiwa aje kwenu kama anataka kupata hizo connections za vyuo vya nje nchi? Uzuri kwamba kwa mwanafunzi yeyote ambaye anatoka Tanzania utaratibu uko vizuri tu. Kwanza anatakiwa apite katika njia sahihi. Hivi sasa TCU imeweka utaratibu mzuri kabisa wa grades ambazo zinahitajika, grades ambazo zinaweza zikamfanya mwanafunzi akaenda kusoma kozi X na atakaporudi nyumbani akakubalika kwa ile mambo ameipata kwa hicho kigezo alichokuwa nacho, kwa sababu kuna vyuo vinaofa michepuo ambayo kwa Tanzania haikubaliki kwa kipindi cha masomo ambayo anasoma, whether duration ni ndogo ama ni fupi zaidi. Kwa hiyo mwanafunzi yoyote ambaye anakuja kwetu, cha kwanza tunasimamia katika miongozo ya TCU ya kumpeleka mwanafunzi aende kusoma nje, ila generally tunaangalia kwa mwanafunzi ambaye anatoka direct kutoka form 6 at least awe tu ana division 2 mpaka division 3. Akipata hiyo 1 basi safi, lakini 1 2 3 anapata fursa ya kuja kusoma kwa kozi mbalimbali. Mwanafunzi ambaye ametoka diploma level, kama ana ordinary diploma division, tunaangalia GPA ya 3.0. Kuanzia GPA ya 3.0 anapata fursa ya kupata chuo kizuri na kusoma career yake huko nje. Okay. Jamani, habari ndio hiyo. Hii ni Talk to Diaspora, unaitazama Experience of Life Abroad, inawaalika wana Afrika Mashariki kuja kushare hapa. Yes, huyu ni kaka Ahmed ambaye yeye kwa sasa makazi yake ni nchini Urusi, Russia. Kwa hiyo anasoma huko udaktari, lakini pia ametupitisha hapo kidogo kwenye safari ya mbali na kuwa mwanafunzi. Nini anafanya? Ameeleza vizuri kabisa kama anasaidia vijana wanaotaka kwenda kujiendeleza kimasomo nje ya nchi, hususan mnaotoka Tanzania. Kuna namna ambazo anaweza kuwa link
na vyuo mbalimbali vilivyopo nchini Uturuki, vilivyopo nchini Uingereza, lakini hapa Urusi ambako yeye yupo kuna hizo nafasi. Unachotakiwa kufanya hapa, tuwezi kumaliza yote, nitaweka hapo, nimetag akaunti yake, follow page yake, maelezo yote na maswali yote. Kama wewe ni mzazi, kama ni mwanafunzi, utaenda kumuuliza na atakujibu, na naamini si lazima usafiri kwa ajili ya familia ama kutalii, hata kusoma nje ya nchi na yenyewe pia ni kitu kikubwa, na unakuwa part of diaspora. Sawa basi, kabisa. chukua hiyo. Yes, na break kidogo, alafu nikirudi tunazungumzia sasa yeye kama mwana diaspora Urusi kuna nini. Siondoke. Ehe, daktari, tunaendelea. Kama ambavyo nimedokeza hapo kidogo, wewe ni daktari ambaye bado hujahitimu, lakini kwa sababu ndio uko kwenye masomo hayo tayari tunakupa hicho cheo. Hebu niambie, kwa nini umechagua kusoma Urusi na sio labda Marekani kama vijana wengi wataka waende Harvard, wataka waende wapi, ama Ujerumani? Kipi hasa kilikuvutia ukasema mimi Russia? Kwanza historia ya Russia na Tanzania katika sekta nzima ya afya. Tanzania tuna wataalamu wabobezi wengi ambao wamepata elimu yao hapa nchini Urusi katika vyuo vya Kirusi. Hiyo ni kigezo cha kwanza ambacho nilikiangalia. Kigezo cha pili, mimi ni mfaika wa Russian scholarship ambapo niliipata nikiwa Tanzania. Masomo yangu yote yamedhaminiwa na serikali ya Urusi, ambapo hichi nacho ni kigezo kikubwa sana ambacho kilinisukuma mimi kuja hapa nchini Urusi. Okay. Tuambie maisha yakoje sasa Urusi? Maana mimi natazama, sijawahi kufika nchi hiyo, lakini natazama kwenye mitandao, yaani baridi ninaloliona. Kweli. Hebu niambie maisha kwa ujumla yakoje? Watu wa Russia ni watu wa aina gani? Na wewe ni kijana kutoka Afrika, mnachangamana ama kuna mambo unaona hawa na sisi ni vitu tofauti? Russia kwanza ni kubwa. Russia sana. Kuna miji mingi, kuna watu aina tofauti ambao tuko hapa. Japokuwa Watanzania wengi ukihitaja Russia anajua labda Moscow, anajua St. Petersburg, anajua hii ndio miji mikubwa ambayo inasemwa sana na watu. Lakini Russia ina miji takriban 1000 na ambayo iko hapa Russia. Mimi natoka mji unaitwa Tula City, ambapo huu mji uko masaa mawili kutoka mji mkuu wa Moscow. Ukitoka Moscow mpaka kufika Tula ni ndani ya masaa mawili. Kwa hiyo watu wa hapa Tula ni kama watu wa Moscow, ambapo tayari mchangamano na watu ni mkubwa, mwingiliano mkubwa, kuna watu wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo maisha ya hapa ni mazuri tu kama nyumbani, tupo wengi, na cha kushukuru ama kizuri zaidi kwamba ubalozi wetu ukiongozwa na Mheshimiwa Frederick Kabuta pale mjini Moscow uko karibu sana na diaspora, pia na wanafunzi ambao tuko hapa nchini Urusi. Kwa hiyo kwa sisi wanafunzi ambao tuko nchini Urusi tunasoma, tunahisi kama tuko nyumbani, kwa sababu muda wote tukiwa tuna changamoto, tukifika pale nyumbani tunaita ubalozini, tunapata utaratibu ambao uko vizuri, tunasaidiwa, tunajihisi kama tuko nyumbani. Kuna changamoto tu ndogo ndogo ambazo kuna baadhi ya watu hawajapata exposure. Unakuta kuna mtu yuko hapa Urusi maisha yake yote. Kwa wewe mgeni anakushangaa, hususan sisi ambao tuna rangi ya dimu. Anakushangaa, wewe vipi? Hii rangi umepaka? Unamwambia jamani. Then anashika nywele, hizi nywele ni za kwako. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Ukishakaa baada ya muda mfupi unazoea na unakuwa ni sehemu ya maisha yako. Watu rafiki na wakarimu, wanapenda watu, hususan katika tabia na culture. Culture ya Urusi iko tofauti na Western Europe. Huku maisha yao, culture zao ziko karibu zinashabiana na kacha zetu za nyumbani. Kwa hiyo haya ndo maisha. Kwenye vitu vipi hasa? Kwenye mavazi, kwenye tabia, kwenye familia, malezi, tunafanana kabisa, isipokuwa tu kwenye pombe na sigara. Wao ni mvinyo kwa sana ama nyumbani ndo sana? Nadhani baridi linachangia, huku kinywaji kinanyweka sana. Kwa nini msinywe chai jamani? Kwani lazima pombe? Au chai
haifui dafu. Chai ipo na ni kitu kikubwa ambacho ukienda nyumbani kwa Mrusi, ukifika utaulizwa kwanza, chai umekunywa? Then utapata Mm. kikombe cha chai, mazungumzo yaendelee. Mm. Kitu gani kilikushangaza kwa mara ya kwanza wakati unaingia Urusi? Kwa mara ya kwanza naingia Urusi, maanake nimeingia Urusi takribani miaka 4 iliyopita nyuma huko. Mm. Hapa kuona theluji, snow kwa mara ya kwanza. Hiyo Ehe. ilikuwa ni kitu ambacho kilinichanganya kwa mara ya kwanza, kuishika snow. Kwa mara ya pili miundombinu, wenzetu wako advanced sana kwenye miundombinu. Hapa Mm. tangu nimefika umeme haujawahi kukatika, maji hayajawahi kukatika. Baridi tunapata maji moto, umeme unawaka. Hii ni advancement. Kwetu Tanzania sio kama hivi. Bado. Kwanza nilipofika hapa nchini Urusi. Mhm. Na kwa upande wa vyakula, labda ni vyakula gani ambavyo umesema of course tunafanana vyakula, lakini naamini vipo vingine ambavyo vishabihiani. Mfano nishawahi kufanya mahojiano na watu walioko China, anakuambia labda kula nyoka, kula chura ni vitu ambavyo mtu anashangaa, lakini wao wenzetu ni kitu cha kawaida. Na kwa huko vitu gani kwa upande wa vyakula uliviona ukasema hiki hata njaa ikipiga vipi sigusi hapa? Uzuri hapa kuna vyakula vya kama kwetu nyumbani, mchele upo, kuku wapo, nyama zipo, samaki wapo. Tunachokosa huku ni vile vyakula asili, mfano mihogo, Hakuna ndizi. African shops? Zipo lakini katika miji mikubwa hususan Moscow, Peters ndo napata access. Na gharama yake pia inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo huwezi afford hivi vitu kila siku. Kwa mfano, unaweza kwenda kutafuta kipande cha muhogo ukanunua kwa pesa kubwa, kwa ambao Tanzania unafanya mambo makubwa, ila huku unanunua muhogo. Kwa hiyo Sasa jamani, mnaanza kufanya comparison ya hela ya Ulaya na Afrika, mtakula kweli? sasa ndo changamoto iliyokuwepo. Kwa hiyo hauwezi ukala vitu kila siku. Vyakula vyao vipo, japokuwa kwa sisi ambao tayari tunaweza tukasema tupo vizuri, tumeshakaa nao muda mrefu, lakini wageni wengi wakija wanapenda supu moja inaitwa borscht. Hii ni supu ya Kirusi ambayo Watanzania ama Waafrika wengi ndio chakula chao cha kwanza wakifika Urusi ambacho wanaweza kukila cha Kirusi. Ina nini na nini? Hii kuna tunda mchanganyiko wa inategemea hilo tunda linakatwakatwa, inatengenezwa kama supu, inakuwa ni nyekundu. Unaweza ukaitafutia mtandaoni, wanaita borscht ama red soup. Kwa Kiingereza red, kwa Kirusi inaitwa borscht. Borscht soup. Red soup. Okay, hiyo ndo walau kidogo wengi wanaweza kuila. Hiyo kidogo wengi wanaweza kutembea nayo. Vinginevyo itakuchukua muda kidogo kuzoea vyakula. Ila uzuri michele ipo, kuku wapo. Unaweza ukajipikia mwenyewe, mambo yanakuwa mazuri. Tunaona video mbalimbali pia kwenye mitandao, Urusi huko baridi ni la kiwango kile ambacho wakistahimiliki. Ni kweli eti ukimwaga maji angani hayafiki chini, yanaganda? Inategemea miji. Inategemea miji. Kwa mfano, kama nilivyokuambia Urusi kuna takriban miji 1000 na kwa hiyo sio sehemu zote ziko hivyo. Kwa mfano kwa mimi hapa nilipo Tula ama Moscow kwa sasa, kwa leo hii tunacheza centigrade -23. -23. Kwa hiyo huko nje baridi ni kali, lakini ndani nimevaa shati fupi. Hali ya hewa ndani imetengenezwa vizuri. Okay. Na nini kinakupa gagasuko unaposikia labda aidha ni story tofauti? Kwa sababu najua vijana ambao wanakutana hususan nchi zetu tunazotoka, maskani, vijiweni, wana stori zao kuhusiana na mataifa haya ya Ulaya. Wewe ambaye unaishi kipi hasa unakisikia kuhusu nchi ambayo upo ambacho labda si cha kweli, unapenda vijana wajue, kwa sababu unapokaa utasikia huko mavita huko. Unaishije nchi hiyo baridi kweli kweli? Unaendaje Urusi? Kuna fursa zipi? Kwa sababu labda sio mambo yanayotajika sana kwenye mazingira yao, ama wanapata taarifa zingine sahihi lakini zingine labda si sahihi. Sasa taarifa zipi labda zina magagasuko ambazo wewe ungependa kuambia vijana, labda ziwatoe hofu ama ziwape uhakika kama hiki mlichosikia ni kweli, labda walau mbili kuhusiana na nchi ambayo upo? Je, nataka nifahamu ni nchi rafiki kwa mtu yoyote kuja na kuishi na kuwekeza ama sivyo?
na fursa zipi zipo? Naam, asante sana. Kitu cha kwanza ambacho napenda vijana wenzangu wa Kitanzania wafahamu ni kwamba Urusi ni sehemu salama. Urusi ni salama. Tuache kufuata zile propaganda ambazo zinatengenezwa kwamba huku kuna machafuko, kuna vita. Ni kweli machafuko yapo, lakini Urusi ni sehemu salama. Wenyewe wanasema ni operation na sio vita. Kwa hiyo mojawapo ambayo iko nchini Tanzania ama Afrika ni kuhusiana na hali ya usalama kwa nchini Urusi. Tangu niko hapa hakuna changamoto yoyote ambayo nimeishuhudia kwa macho yangu nikasema hii ni vita. Kwa hiyo tupo salama. Na napenda vijana wa Kitanzania watambue kwamba kama ana mpango wa kuja nchini Urusi, Urusi ni sehemu salama na watu wote wako salama. Pili, ulevi. Kabla ya kuja hapa ili niliambiwa sana, kwa nini umechagua kwenda Urusi? Ukienda Urusi utakuwa mlevi wa vodka. Kweli vilevi vipo, watu wanalewa, watu wanavuta, lakini hakuna mtu anayelazimishwa kufanya haya. Ni wewe mwenyewe tu na msukumo wako wa ndani. Kama ukisema nataka niwe mlevi, nadhani sio Urusi tu, nchi yoyote unaweza ukawa mlevi. Lakini sema na malengo yangu ambayo yamenileta katika nchi husika, nataka niafikie haya malengo, basi ulevi sio nembo ya Urusi. Ni aiba ama tabia ya mtu. Kwa kama mtu anapenda ulevi wake, basi atakuwa mlevi. Lakini kama mtu ambaye aiba yake sio ulevi, hawezi kuwa mlevi akifika nchini Urusi. Hivyo ni vitu vikubwa. Habari ndio hiyo jamani, vijana msikie, kwa sababu unafahamu kuna stori nyingi za mitaani, hatuwezi kuzungumza zote, lakini zile walau chache ambazo tunazisikia sana, tunaulizana hapa, na mimi siko nchini Urusi, kwa hiyo siwezi kuyajua. Kama ninavyokuambia kupitia Talk to Diaspora, tunazisikia zile experience kutoka kwa watu ambao wanaishi, wale ndio wanaotupa ukweli. Na nitoe tu angalizo kidogo, inawezekana mgeni wangu toa experience yake hapa, hiyo ni kwa mujibu wa yeye na yale anayoyaona. Inawezekana uko kwenye nchi hiyo hiyo, uko kwenye mji mwingine, ama umewahi kuingia kwenye hiyo nchi uka experience mambo mengine. Haimaanishi anayosema mgeni hapa ambaye namwalika kutoka taifa lolote basi ni taarifa za uongo. Hapana, taarifa ni sahihi kwa sababu kile ndicho ambacho ameki experience yeye, na ndio maana tunasema hapa ni experience person of life abroad, tunazisikia zile story. Kwa hiyo wewe kama unamfuatilia mgeni ambaye niko naye hapa, chukua lile ambalo unalisikia kutoka kwake, unaloona litakufaa, libebe, itakusaidia sana unapotaka na walau na wewe kwenda kwenye hilo taifa, ufumbue macho yako, ufungue masikio yako na uweze kuelewa kitu gani kinaendelea kwenye hilo taifa, kwa sababu wao ndo wako huko na wanatupa zile experiences zao binafsi. Na wewe unaweza ukaenda, lakini ukajifunza mengi zaidi, ama ukayaobserve mambo mengine mapya zaidi. Hiyo itakuwa vizuri zaidi, ama mbaya pia, inategemea utakutana na yapi kwa upande wako, kwa sababu kila mtu na analokutana nalo kwenye taifa na vile ambavyo analipenda. Tunaendelea sasa hivi, nataka nizungumzie culture shock. Umeshatuambia, lakini umesema uzuri ni nyingi zinaingiliana na Tanzania ambako umetoka, kwa hiyo kwako haikuwa shida. Nafahamu vijana wengi wana matamanio ya kusafiri na kwenda nchi zingine, aidha kuanzisha mahusiano ama kufanya kazi ama kusoma. Hebu niambie, kwa kijana ambaye yuko Tanzania anatamani kuja Russia, ni fursa gani zina mbali na masomo anaweza kukutana nazo kwa upande wa ajira? Aliyesoma nini, naweza kuuliza, anahitajika nchini Urusi kama hakupata fursa nchi aliyotoka ama nchi nyingine? Kama anataka kuja Urusi, kazi gani anaweza kufanya, aidha za kusomea au kama za kuto kusomea, kama zipo pia, sababu nafahamu mataifa ya Ulaya mengi anataka mtu professional aliyesomea. Sasa kama zipo ambazo za kuto kusomea, kwanza, je, zipo? Kama zipo ni zipi? Na kama hakuna, zile za professional zaidi zinamhitaji kijana aliyesoma nini kutoka Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, anaweza kupata hiyo nafasi ya kuajiriwa nchini Russia? Naam, asante. Fursa za ajira nchini Urusi zipo kwa nyanja zote mbili, kwa watu wenye uwezo ama ujuzi mbalimbali na kwa wale ambao hawana ujuzi. Wanaweza wakaja wakafanya manual works, zinawezekana. Lakini kigezo kikubwa sana ambacho Mtanzania anatakiwa akifahamu, nchi ya Urusi inathamini sana lugha yake ya Kirusi. Changamoto kubwa ambayo Watanzania tunaipata,
hatuna exposure kubwa ya lugha ya Kirusi. Watanzania wengi tunazungumza Kiswahili, Kiingereza. Hapa nchini Urusi 90% ya mazungumzo yanaendeshwa kwa njia ya Kirusi. Na hata kama unafanya kazi ambayo inahusisha Kiingereza utakitumia pale tu kwenye sehemu yako ya kazi. Ila mazungumzo ofisi yote yatakuwa ni Kirusi. Kwa hiyo cha kwanza Mtanzania ajue nikitaka kuja Urusi nifahamu hata ABC ya lugha ya Kirusi. Fursa za watu ambao unskilled labor, mfano watu huku wanafanya kazi katika mashamba, wanafanya kazi za kuvuna matunda, wanafanya kazi katika mashamba makubwa ya mifugo. Hizo ndo fursa kubwa ambazo watu wanazipata. Katika hizi fursa ambazo zinahitaji watu ambao hawana ujuzi mbalimbali, hata kama lugha ya Kirusi sio kubwa, ukiwa tu na mtu ambaye anaweza akawa anakuongoza, wanakupokea na unaweza ukapata nafasi. Tunaona hivi karibuni kuna kijana Mtanzania ambaye pia yupo huku, ameanzisha utaratibu kushirikiana na kampuni X ambayo ipo hapa nchini Urusi, inawachukua Watanzania nyumbani, inawaleta huku. Hii ni kampuni kubwa ambayo inafanya channels za hizi supermarket ambazo zipo nchini Urusi, zinawachukua Watanzania na kuwaweka katika supermarket zao, warehouse, retail house, wanafanya hizi kazi. Hapa haihitaji sana lugha ya Kirusi. Lakini pia wanahitaji wataalamu wengi katika masuala ya viwanda na gesi. Watanzania wenye elimu ama ujuzi mbalimbali katika nyanja ya sekta ya gesi na viwanda, huku fursa zipo. Viwanda vipo vya kutosha, gesi, mafuta, wanahitaji wataalamu ambao wanawapa nafasi raia wa kigeni kushiriki katika hizo nyanja. Pia masuala ya technology, watu ambao wanahusika na masuala ya technology wana fursa kubwa ya kazi hapa nchini Urusi. Unaweza ukaja ukafanya kazi kama personal, ukawa unafanya creations ya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya technology, mfano website design na vitu kama hivyo. Wana fursa kubwa ya kupata hizo kazi. Pia sekta ya afya inahitaji sana raia wa kigeni, lakini kwenye sekta ya afya wanahitaji sana 90% uwe unafahamu lugha ya Kirusi. Kama unafahamu lugha ya Kirusi, fursa ni kubwa. Okay. Sasa hii lugha nilikuwa nasema watu wanajifunzaje? Kwa sababu anaweza kama anajifunza kwenye app ama anaenda shule, lakini kwenye nchi zetu si lugha ambayo inazungumzwa sana kama ilivyo Kiingereza. Si unajua unaweza ukapata na watu wawili watatu wanaijua. Sasa anayepambana kimpango wake kujifunza Kirasha anaweza kupata network mbalimbali za watu wanaozungumza, ama kama unazifahamu zipo club za watu wanaojifunza au wanaoifahamu hii lugha, ili iweze kumpa walau mazoea, kwa sababu anaweza akawa si lazima aje Urusi ndo azungumze, anaweza akaanzia nyumbani alipo, lakini anapata wapi uzoefu wa kuizungumza hii lugha kama unafahamu? Na uzuri kwamba kama nilivyosema awali, nchi ya Russia ni nchi rafiki kwa Tanzania na fursa nyingi zipo Tanzania. Kwa mfano, tuna bahati ya kuwa na nyumba ya tamaduni za Kirusi. Kwa Kiingereza inaitwa Russian Culture. Yeah, ipo Tanzania pale, mtaa wa Seaview Road, mkabala na hospitali ya Aga Khan. Kama umesikia hospitali kubwa pale Posta Aga Khan, wana ofisi zao pale Russian Culture. Hawa wanatoa kozi za Kirusi, pia wana clubs za Kirusi. Kozi za Kirusi zitalipiwa na unapewa cheti cha kuhitimu mafunzo, lakini pia unaweza ukaenda pale ukakutana na watu wanaozungumza Kirusi. Huwa wanafanya event mbalimbali, mfano movies, taarifa za sherehe ama mambo yanayoendelea nchini Urusi yanafanyika. Kwa hiyo kama Mtanzania anahitaji lugha ya Kirusi au anahitaji kujua utamaduni wa Kirusi akiwa nchini Tanzania, sehemu rasmi ya kwanza kufika ni hapo Russian Culture House, ambapo hapo atapata ABCs zote, lakini pia kuna apps mbalimbali anaweza akajifunza online lugha ya Kirusi. Lakini ukifika pale Russian Culture utasoma lugha ya Kirusi kwa watu ambao sio Warusi, kwa sababu lugha ya Kirusi nayo ni kubwa. Unaweza ukasoma online ukakutana na vitu vigumu zaidi, ila wewe mtu ambaye si Mrusi unatakiwa usome nini cha Kirusi. Mfano hata sisi huku na miaka yote ambayo tupo, kuna maneno mengine ukimsikia mzawa anazungumza mbona jipya sijawahi kulisikia. Kwa hiyo kuna Russian language for international peoples iko pale, unaweza ukaenda ukaisoma then walau ikakubrush
Jamani, habari ndio hiyo, kwa sababu kuna mwingine aliniuliza sasa hichi Kirusi nitakizungumza wapi? Nilikuwa nafahamu, lakini nilitaka kaka Ahmed atueleze vizuri zaidi, na umeisikia. Kama uko Dar es Salaam Tanzania, basi Russian culture pale ukienda unapata watu watakusaidia kufanya mazoezi, kwa sababu lugha ni mazoezi. Kama uifanyii mazoezi unaweza ukamaliza miaka na miaka usiijue, lakini ukitoa aibu na ukajaribu kuzungumza kila siku unakuta una improve. Kwa hiyo hata mlio mataifa mengine Kenya, Uganda, nadhani mkitafuta taarifa sahihi kwenye mitandao ya kijamii naweza mkapata vituo vya kujifunza lugha hizo kabla hamjaenda. Kwa hiyo chukua hilo ni kwamba ili uweze kupenetrate kwenye mifumo nchini Russia, uweze kuishi na kusurvive vizuri bila stress, huduma nyingi za kijamii zinahitaji lugha yao pia, kama ilivyo Ujerumani, kama ilivyo China, kama ilivyo mataifa mengine ambayo lugha zao zina nguvu zaidi. Kwa hiyo unaweza ukawa unafahamu Kiingereza ama unafahamu lugha nyingine, lakini kwenye hilo taifa kama sio lugha mama, sio lugha inayotumika zaidi kwenye shughuli zao, ukajikuta mambo yako mengi yanakwama. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu kabla haujatoka Afrika Mashariki hapo, kabla hujatoka kijana kwenda kujaribu kupambana kwa namna nyingine, basi fahamu, je, wenyeji huko wanawasiliana kwa lugha ipi? Kwa hiyo unapotaka kuingia Russia, fahamu lugha yao ni Kirusi. Kiingereza of course kipo, lakini sio kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ili uweze kuishi vizuri, anza sasa kabisa. mazoezi ya lugha kama unahitaji. Na swali la kizushi hapa, kuna mtu anasema nikuulizie kama wana partners, je, hawa watu ni watu wanaochangamana, wanaoana na watu wa mataifa mengine ama ni wao kwa wao? Je, na wengine wanaangalia fursa hapa ya kuona, je, tunaweza tukapata wenza? Hebu waambie wewe uko huko, inawezekana Ah, Flamingo? unapambania kombe. Unapambania kombe. Hiyo michongo ya mahusiano bwana, Urusi ipo ila ni gumu, wapambane. Kicho kitu cha kwanza, kwa sababu Urusi ni nchi ambayo imewapa nguvu sana wanawake. Mwanamke wa Kirusi ni mwanamke ambaye yuko independent, anajitegemea na anajisimamia. Kwa hiyo changamoto moja ambayo inatupata sisi vijana wa Kiafrika, wanakwambia mimi sitaki niendeshwe na mwanamke. Sio kuendeshwa, wao ndo namna yao ya kuishi. Kwa hiyo uwe tayari kukubali kufokewa, uwe tayari kukubali kutumwa, uwe tayari kukubali kufanya kazi za nyumbani, lakini ndo mapenzi uliyoyataka. Ukiwa tayari, basi fursa zipo. Wanachangamana vizuri, tunaona marafiki zetu, jamaa zetu, ndugu zetu wakihusiana vyema na watu wa Kirusi. Kwa hiyo kama uko haya, safi, karibu. Mbona umesema kinyonge sana? Umepiga kutumwa. Si ndo mnasaidiana? Maisha si ni kusaidiana. Mbona unaiongea kama vile nyie mnaotaka mnakuja kujitwisha zigo la miba huko? Ni kweli, lakini changamoto kubwa ambayo Waafrika tunakutana nayo kwenye mahusiano huku nje ndio hiyo. Huku huwezi ukasema mimi mwanaume nataka nitumie mfumo dume. Huku haupo, hufanyi kazi. Kwa hiyo ukishakubali kwamba unataka kuingia mahusiano na binti wa Kirusi, basi ujitolee katika hali yote ambayo utakutana nayo. Wao wamezoea baridi, amezaliwa kwenye baridi, ameishi kwenye baridi. Anaweza akakupigia simu saa 3 usiku. Ukiangalia temperature nje inasoma 30, 20 na anakwambia twende barabarani tukatembee. Na uwezo kukataa kwenda. Kwa hiyo lazima utoke uende. Kwa hiyo ukikubaliana na hizi shida zote, basi utafanikiwa. Kwa hiyo atakupitisha kwenye series mbalimbali. Akishakuona umekidhi, sasa hapo ndio mnaweza mkazungumza mambo ya ndoa na vitu kama hivyo. Sio tu kwamba leo kesho umemuoa, hapana. Kwa hiyo lazima akupime kwanza. Naam. Na anayepima ni mwanamke. Mwanamke ndo anayepima. Kwa upande wa wanaume inakuwaje? Kwa upande wa wanaume wa huku wengi ni wapole na wakimya. Kwa hiyo wengi ambao upande wa dada zetu wanapata hiyo fursa ya kukutana na watu ambao kidogo kitabia wako wapole. Lakini sasa kutokana tu na mfumo kiki ambao upo hapa, wanaume wengi sio watafutaji kwa asilimia kubwa. Wanawake ndio watafutaji kwa asilimia kubwa. Kuanza kukutana na kijana wa Kirusi, yeye akawa tangu asubuhi mpaka jioni anashinda kwenye video games na umri umeenda, lakini hivyo kwa sababu nchi yao inawapa fursa mbalimbali, yeye maisha yake yanaenda vizuri tu, hana changamoto. Kwa hiyo kwa upande wa kina dada, mjue mtakutana nalo hilo. Kwenye utafutaji, vijana wa Kirusi wamechelewa kidogo, ni wataratibu. Ndio maana ukienda kwenye sekta nyingi za Kirusi, wanaosimamia nafasi zile wengi ni wanawake.
Kwa hiyo ukipata kijana wewe jua wewe ndo mshangazi unahudumia. Ah, ah, uzuri kwamba Au uzuri kwamba wako vizuri, wana uwezo, wana skills, sema tu kwamba mfumo umewatengenezea mazingira hayo. Kwa hiyo kama wewe binti umekutana na kijana wa Kirusi, unataka umnyooshe, umpitishe katika njia, atanyoka. Wao wameshazoea kulelewa. Kwa hiyo yeye anafanya kazi ya ah. nini? Mama anafanya kazi nzuri, anaingiza Mm, kipato kutosha. Kwa hiyo yeye ni kama tukiona Tanzania, na unaweza kukuta mwenza anafanya kazi, mama anafanya kazi, baba anafanya kazi, lakini mm, majukumu anafanya nani? Baba, kwa sababu ndo mfumo ambao tunao sasa. Huku mm. majukumu mengi anayafanya mama, ndo mfumo uliokuwepo huku. Hata kama baba anafanya kazi, contribution yake sio sawa na mama. Kwa hata ukimpata Okay. kijana wa Kirusi, ujue kwenye kujituma, kama atataka yaishi maisha ya Kirusi, hatakuwa kama yule wa Tanzania. Jamani, akili akili kichwani mwako sasa. Kama utapenda, wanasema ukipenda choro hula nyama mbichi, na hiyo sasa ni nyama mbichi. Kama unaweza utameza, ukishinda wewe tafuta yule wa culture yako ambaye imekukuza. Kabisa. Yes, basi kama kijana unaweza jiivishe hayo aliyoyasema Ahmed, na tunawatakia kila la heri. Tunaelekea ukingoni. Ahmed, wewe ni mwana diaspora, nafahamu kumekuwa na community mbalimbali za diaspora. Nataka uzungumze na diaspora wanaoishi nchini Urusi. Umezungumzia tayari ubalozi unawahandle vizuri ninyi kama vijana au Watanzania mnaoishi huko, lakini community ya diaspora, najua mnapokutana kunakuwa na vikao mbalimbali, ukiachia zile sherehe za Muungano, uhuru na mambo mengine. Nataka kufahamu wewe kama kwanza upo kwenye vyama vya diaspora? Jenka Kabisa, nakupa swali. Nataka kabisa. kufahamu ni kitu gani kikubwa ambacho ni kilio chenu ninyi kama diaspora ambao mnaishi nchini Russia, mngetamani serikali ikisikie na ifanyie kazi ili muweze kuwa na mustakabali wa maisha ama vile mnavyovitaka zaidi vifanyike mkiwa nje ya nchi zenu? Okay. Sawa. Pamoja na mazuri yote ambayo nimeyasema, utaratibu mzuri uliokuwepo kati ya sisi pamoja na ubalozi ambao unatuwakilisha, lakini bado kuna vitu kama diaspora ya Kitanzania tunatamani nchi yetu pia ingetufanyia. Kwa mfano, tunashukuru tunapata fursa ya kusoma whether kwa kufadhiliwa kimasomo na nchi ya Urusi. Tunajua inashirikiana vizuri kwanza na ubalozi ambao uko hapa kuunganisha pamoja na serikali yetu ambayo iko Tanzania. Tungeomba basi pamoja na kutupa fursa ya kusoma, wangeweza kutupa hata tupate whether kama ni mkopo ama fedha yoyote ambayo inatoka kwenye serikali yetu ya Tanzania kwa vijana ambao tunasoma nje, kwa sababu wanatupa kweli scholarship, lakini kama wanafunzi tunahitaji kuna matumizi mengine binafsi. Kama mwanafunzi unatamani kama serikali yako ingekupa whether kiasi cha fedha, whether kupewa tu ama kwa mkopo utarudisha, tungeweza kupata hivyo, kwa sababu yanawezekana. Tunaona kuna nchi ambazo kiuchumi ziko chini zaidi ya Tanzania, inaleta wanafunzi wao hapo, wanapata scholarship, na hawa wanafunzi wanapata fungu kutoka kwenye serikali zao ambao wanasoma. Sisi wa Tanzania tunakuwa mawapi? Tunashindwa. Kwa tunaomba hili liangaliwe. Tunahitaji msaada huo, wanafunzi ambao tuko nchini Urusi ama wanafunzi waliopata scholarship nchini Urusi. Kingine nadhani kila kitu kiko safi, isipokuwa tu nicho kikubwa zaidi. Wanajitahidi. Okay. Nice. Na wito wako kwa wana diaspora wenzako, una lipi la kuambia ama kuwashauri kama lipi? Tuendelee kushirikiana, tuendelee kusaidiana pale ambapo inahitajika, kwa sababu sisi ndo Watanzania ambao tupo nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo umoja wetu unatuunganisha na kwa pamoja tunahisi like kama bado tuko nyumbani Tanzania. Kwa hiyo tupendane, tushirikiane, tusaidiane pale ambapo inahitajika, kama ambavyo tumeendelea kusaidiana kila siku.
Asante, umemaliza vizuri zaidi. Mimi sina la kuongezea, labda kama una lolote ungependa kuliaddress, na kupa nafasi hii ya dakika moja wakati tunafunga kipindi, useme kitu gani unatamani watu wakisikie kutoka kwako. Okay. Kwanza asante, nashukuru kwa kupata fursa ya kuwa Thank you. katika jukwaa hili kubwa. Najua Diaspora Talk Show ni high level, kwa hiyo Thank you so much. pia na kuombea kwa Mungu aendelee kukupa nguvu, uendelee Amina. kukutana na vijana mbalimbali wa Kitanzania, kuwaonesha Watanzania ambao wako nyumbani yale ambayo tunayapitia. Kufika huku inawezekana, ni taratibu tu. Watanzania wafate process, watafika katika nchi ambazo wanahitaji kufika. Pia kama kuna mtu ambaye atahitaji msaada wa kuja kusoma nje, whether kama ana maswali, ana ushauri, anahitaji kuwa partner na sisi, tunamkaribisha. Nadhani utawapa mawasiliano yangu, ama wanaweza wakawasiliana na wewe akatufikia sisi. Kama kuna swali, nyongeza, ushauri, partnership, wote wanakaribishwa. Unaweza kutaja hapo mitandao ambayo mnatumia waweze kuja direct? Okay, tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram, tunapatikana Thread. Kote tunatumia Wanderlust Whispers Edu Link, japokuwa ni neno sawa, nitawaandikia pia. Tunapatikana pia, anaweza akanitafuta direct kwa namba yangu ya simu ya WhatsApp ambayo nadhani utawaandikia, ama anaweza kuitaja, yote anaweza. Unaweza kuitaja, yes. Okay, unaweza ukanitafuta direct kupitia namba hii +790737836. Yes. Jamani, basi mawasiliano ndio hayo, na naandika hapa ili uweze kuipata namba vizuri, lakini pia social media zake nitatag hapo ili uweze kwenda strictly maswali ya kazi jamani. Maana najua mwingine anaweza kuambia ametaja yeye anasaidia wanafunzi kuwaunganisha na vyuo. Sasa mwingine anaweza kusema nataka, umesema kuna vijana wa Kirusi hapo, nitapataje? Jamani, hajasema hivyo. Sio connection ya mahusiano, namba yake ni kwa ajili ya connection. Wewe unaitamani kusoma nje ya nchi, anaweza kukusaidia vizuri kabisa bila gagasuko, kuanzia ufanye nini mpaka unapopata visa mpaka unasafiri. Basi kijana huyu ya Tanzania, wewe kijana wa Tanzania, usiende kwa makanjanja, utapigwa pesa zako na ukatapeliwa. Lakini unapokuwa na watu sahihi unapata huduma sahihi, na ndio maana nimemleta hapa ili ujue anachokifanya, kwa sababu yeye ni mtu sahihi. Sawa jamani? Basi ya kwangu ni hayo, nasema thank you so much kwa wale waliotazama, lakini asante sana kwa Ahmed kwa weza kutenga muda wako. Najua Ulaya huko muda ni mali, lakini leo tumeweza kukupata, tumeweza kuzungumza kwa muda mchache, lakini naamini kwa haya machache ambayo umeshare yatamsaidia kijana walau mmoja aweze kupiga hatua ya kutimiza ndoto yake, kama kijana ambaye anataka kutoka nje ya nchi na kwenda nchi nyingine kwa masomo, kwa biashara na mambo mengine. Alichokisikia kutoka kwako kinaweza kwa namna moja nyingine kikamsaidia na kumbadilisha vile alivyokuwa anafikiria. So thank you so much once again, na kushukuru sana, na nawashukuru wote ambao umetazama. Basi mpaka wakati mwingine nitakapokuwa na mgeni mwingine, mimi naitwa Selina, ambassador wa Talk to Diaspora. Mpaka wakati mwingine, bye.